wa kwanza yule ambaye anasoma Mathayo 28. Matthew 28. Mathayo 28. Verse 8. Start with the 18. Anzia na mstari wa 18. And Jesus came and spake unto them, Yesu akaja kwao akasema nao, saying, akawaambia, all power is given unto me in heaven and earth. nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Go you therefore Basi enendeni and teach all nations, mkawafundishe mataifa yote, baptizing them in the name of the Father, mkiwabatiza katika jina la Baba and of the Son, na Mwana and of the Holy na Roho Ghost, Mtakatifu, teaching them to observe na kuwafundisha kuyashika all things whatsoever I have commanded you. yote niliyoamuru ninyi. And lo, Na tazama, I am with you always, mimi nipo pamoja nanyi siku zote, even unto the end of the world. hata ukamilifu wa dahari. Amen. So Jesus is commanding the disciples Kwa hiyo Yesu anawaagiza wanafunzi to go unto all parts of the earth kwenda ulimwenguni kote and baptize in the name of the na Father kubatiza katika jina la Baba and of the Son na la Mwana and the Holy Ghost. na Roho That Mtakatifu. was the commission Hiyo ilikuwa ni that agizo Jesus gave to his disciples. kwamba Yesu akiwaambia Go wanafunzi into wake, all the world, nendeni ulimwenguni mote preach the gospel. mkahubiri Injili, Those who will believe, wale ambao wanaamini baptize them mwabatize in the name of the Father, katika jina la Baba, Son, Mwana and the Holy na Ghost. Roho In Mtakatifu, the name, katika jina la one name, jina moja, not in the names, sio katika majina, in the name. katika jina. Could you repeat it? I want people to get it. Hebu ulirudie watu waweze kulipata. In the name. Katika jina. Is it in the names or in the name? Ye, ni majina au katika jina? In the name of Katika the Father, jina la See, Baba, one name of the Father jina moja la Baba and the Son and na of the Mwana Holy Ghost. and the Holy Ghost. na Roho Mtakatifu. Baptize in the name. Jina hilo, Today, if I tell you, kama nitakwambia baptize in the name, batiza katika jina la Father. Baba. My daughter, where is my daughter? Binti yangu iko wapi? Zoe, come. Zoe, njoo. Ila tukirudi nyumbani usitishie watoto, naona mimi baba aliniita bwana. Maana this is my daughter. Huyu ni binti yangu. What is your name? What is your name? Zoe. Yeah. Jina lake, her name is Zoe. Jina lake anaitwa Zoe. That is her name, Zoe. Hilo ni jina lake, anaitwa Zoe. What is my name? Me. Jefta. Yeah. My name is Jina langu ni Jefta. Jefta. So if they ask you at school, what is the name of your father? Kwa hiyo kama watakuuliza shuleni jina la baba yako ni nani? What did you say? Jefta. Jefta. Go and sit. Atasemaje? Jefta, nenda na ukae. So that is my name. Kwa hiyo hilo ni jina langu. If you ask my daughter, Kama utamuuliza binti what yangu, is my name? jina langu ni What nani? is the name of your father? Jina la baba yako ni nani? Say, my father's name is Jefta Sunzu. Jina la baba yangu anaitwa Jefta Sunzu. So Jesus is saying, Kwa hiyo Yesu anasema, go ye and baptize nendeni mkabatize in the name katika jina of the la Father Baba and the na Son Mwana and the Holy na Ghost. Roho Mtakatifu. He's telling his disciples, Anawaambia wanafunzi wake, he's telling his children anawaambia watoto wake who were Peter, ambao walikuwa ni Petro, John, Yohana and the na others, wengine, go ye and baptize nendeni na in the mkabatize name of the Father katika jina la Baba and the Son na Mwana and the Holy na Ghost. Roho Mtakatifu. Now we want to ask Peter, Sasa tunataka tumuulize Petro, what is the name of your Father, jina Son, and Holy la Ghost? Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni nani? Go to Acts 2. Nenda Matendo ya Mitume 2. Okay, slowly. Taratibu. Chapter 2 Mlango wa 2 of the book of Acts. wa kitabu cha Matendo. It is the book, for the first time, Ni kwa mara ya kwanza the disciples, wanafunzi they are exercising wanaenda kufanyia mazoezi the commission they were given. agizo ambalo walikuwa The wamepewa. commission was, Agizo lilikuwa go nini? into all the world, Nendeni ulimwenguni preach mote, the gospel. hubirini Injili. Whoever will believe, Yeyote ambaye ataamini, baptize
them in the name, mwabatize katika jina la, in the name, katika jina Father la Baba and the Son na Mwana and the Holy Ghost. na Roho Now we Mtakatifu. want to see Sasa tunataka how tuone, are they fulfilling this je, commission. wanatimilizaje agizo hili? Say amen to that. Sema amina kwa hilo. Amen. Today is better if I could go and preach outside. Leo ni vizuri kama ningeenda nje nikahubiri. Okay, Sawa? give me time. Chapter 2. The first time, read. First, start with verse 1. Now they are Patie preaching muda. the Sasa gospel. kwa mara ya kwanza wanahubiri injili. Verse 1. And when the day of Pentecost was fully come, Na wakati siku ya Pentekoste ilipokuwa imetimia, they were all with one accord in one place. wote walikuwa katika sehemu moja. And suddenly there came a sound from heaven, Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu, as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. That was that pillar of fire. The Hiyo pillar of ilikuwa fire ni nguzo came ya on day moto. Pentecost. Nguzo ya moto ilikuja katika siku ya And who Pentekoste. was that pillar of fire? Na hiyo nguzo ya moto ilikuwa ni It was nani? the Lord Jesus Christ Ilikuwa ni himself. Bwana Yesu Kristo In the mwenyewe form of a light. katika namna ya And nuru, divided na himself. ikajigawanya vipande. In the pillar of Ni fire. nguzo ya In moto tongues of fire. ikiwa katika ndimi za moto, And they were all filled with the na Holy wote Ghost. wakawa wamejazwa na Roho Because Mtakatifu, Jesus had promised them, kwa sababu Yesu alikuwa amewaahidi yet in a little time, kwamba subirini kidogo, you will not see me. kwa kitabu kidogo hamtaniona, But after a little time, lakini baada ya muda you kidogo will see me. mtaniona. What does it mean? Hiyo inamaanisha nini? I will leave you, Nitawaacha, but I will come again lakini pia mtarudi in tena another form, katika umbo jingine, which was the form of the Spirit. umbo ambalo lilikuwa ni la Roho He Mtakatifu. left them Akawaacha in the form of the body, katika umbo la mwili but he huu, came again lakini akarudi in the tena form of the Spirit, katika umbo la Roho and Mtakatifu, they received the Holy Ghost. ndipo akapokea Roho Mtakatifu. And it filled all the house where they were sitting. Ndipo wakajaza nyumba yote ambayo walikuwa wamekaa. And there appeared unto them Ndipo ikatokea juu yao cloven tongues like as of fire. ndimi za moto, ndimi kama za moto. That was the Holy Ghost. Hiyo ilikuwa ni Roho Mtakatifu, And it sat upon each of them. na ikakaa juu yao, And they were all filled with the Holy na Ghost. wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. They were all filled with the Holy Ghost. Wote walijazwa na Roho Mtakatifu. So when Jesus had commissioned them, Kwa hiyo wakati Yesu alipowaahidi au they alipoagiza, didn't go to preach. nendeni mkahubiri, They didn't go to preach. hawakwenda kuhubiri. They waited until when they received the Holy Ghost. Walisubiri hadi wakapokea kwanza Roho Mtakatifu. So we know what they will do. Kwa hiyo tunajua kile After they wanachofanya have received the Holy Ghost, baada ya kwamba wamepokea Roho will Mtakatifu, be the interpretation itakuwa ni tafsiri of what Jesus Christ himself meant. ya kile ambacho Yesu mwenyewe alikimaanisha. Continue reading. And Endelea kusoma. began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men out of every nation under heaven. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Now, when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded, because that every man had them speak in his own language. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, na kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. And they were all amazed and marveled, saying one to another, Behold, are not all these which These speak are Galileans? Galileans. Hawa ni Wagalatia. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? And how hear we every man in our own tongue, wherein we were born? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo? Those who received the Holy Ghost, Wale ambao wamepokea Roho they Mtakatifu were the Galileans. walikuwa ni They Wagalatia, were the Jews. walikuwa ni Wayahudi, They received the Holy Ghost. walipokea Roho Mtakatifu. But there in the city, Lakini pale katika mji in Jerusalem, Yerusalemu, there were many people from different kulikuwa nations. kuna watu tofauti tofauti katika mataifa mbalimbali. They came from different nations. Walikuwa wametokea mataifa They were mbalimbali, there around. walikuwa wamekaa They pale, were hearing walikuwa wakisikia
ukisikia these people are speaking, watu hawa wanazungumza, if there were people from Libya, kama ni watu ambao wanatokea Libya, they were hearing the Libyan kwa language. mfano kama ni watu kutoka Libya wangesikia lugha ya Kilibya. If there were people from Crete, Kama walikuwa ni watu kutoka Ugiriki, they were listening their own language. wangesikia lugha yao. But those who are speaking, Lakini hao watu waliokuwa they wanazungumza were the Jews. walikuwa ni They Wayahudi, were the Galileans. walikuwa ni Wagalatia. They were being astonished. Kwa hiyo wakawa wameshangazwa sana. What is happening? Nini kimechotokea? For example, I'm speaking Swahili. Kwa mfano kama mimi ninazungumza Maybe I Kiswahili, speak Swahili. pengine nazungumza And the Kiswahili, sister there is hearing English. alafu dada pale amekaa, yeye anasikia But Kiingereza, I'm speaking lakini Swahili. mimi nazungumza But Kiswahili, he's hearing lakini English. yeye anasikia nazungumza Kiingereza. And if you are, maybe you speak another language. Na pengine kama unazungumza lugha I'm nyingine, speaking Swahili. nazungumza But you Kiswahili, hear your own lakini wewe language. unasikia hiyo lugha yako. Some say, no, these people are drunkard with Watu a new wanasema hao wine. watu wamelewa pombe, It's a new wine. hii ni mvinyo mpya, But I don't know which kind of wine lakini sijui ni aina gani ya mvinyo that you could drink that wine. ambao ungeweza kunywa hiyo divai. But when you speak, Alafu utakapotuzungumza, when you speak my language, unapozungumza lugha yangu, you hear in your language. utasikia lugha yangu. But Peter stood up. Lakini Petro akasimama, No, he said, no, this is not a new wine. akasema hii sio divai mpya, This is the Holy Ghost hii ni Roho Mtakatifu who can take my language. ambaye anaweza kuzungumza lugha yangu, He can take my language itachukua lugha yangu and interpret my language into your na language. kuitafsiri lugha yangu iende kwenye lugha Brother yako. Branham saw that thing happen. Branham aliona jambo hilo He likitokea, was speaking. alikuwa He's akizungumza, speaking a language, akizungumza and lugha, another person na mtu is mwingine hearing from her own language. anasikia katika lugha It yake. is the Holy Ghost. Huyo ni Roho It Mtakatifu, was the Holy Ghost. ilikuwa ni Roho And the Mtakatifu, people get mad. hadi watu wakawa wameshangazwa. Peter stood there, Petro akasimama, started preaching to them. akaanza He said, kuhubiria, no, this is the promise. akasema hii ni It ahadi, was promised by Joel. hii iliahidiwa na In Yoeli. the last days, Katika siku za God mwisho promised he would bring the Holy Ghost. Mungu aliahidi kwamba ataleta Roho So this Mtakatifu. is the Holy Kwa Ghost hiyo huyu ni Roho that Mtakatifu has come ambaye ameshuka according to the prophecy kulingana na unabii that was given by Joel. ilitolewa na And Yohana, all those people na there watu wote wale pale came now tentatively hearing wakaja ukisikiliza kwa what makini Peter was preaching. kile ambacho Petro alikuwa And they akihubiri, came to realize ndipo wakaja wakatambua these are true things of kwamba God. hii ni jambo la kweli la This is the Mungu, word of God. hii ni neno la They Mungu. told Peter, Wakamwambia we Petro, want to get baptized. tunataka We tubatizwe, want to believe. tunataka tuamini, Lead us. tunataka tubatizwe, Lead us. tuongoze. How should we get Je, baptized? We tubatizwaje? want to get baptized. Tunataka And tubatizwe. Peter stood. Petro akasimama Told them the na way they should be akawaambia baptized. jinsi ya kubatizwa. Verse 37. Mstari wa 37. Now, when they heard this, When they heard the testimony from Peter, Ndipo waliposikia ushuhuda kutoka kwa Petro, they were pricked in their hearts they waka were burned. wamechomwa mioni mwao, and said unto Peter wakamwambia unto Peter, Petro and to the rest of the apostles, na wengine waliobaki wa mitume, men and brethren, Men and brethren, what shall we ndugu- do? tutendeje ndugu zetu? what shall we do? Tufanye nini? This is the question, everyone, if he's not saved. Hili ni swali kwa kila mmoja ambaye If hajaokolewa. he's not saved, Kama hajaokolewa, this is the question to ask. hili ni swali la kuuliza. What should I do? Je, tufanye nini? If there is a question, Kama kuna there swali, must be the answer there. lazima kuwe na jibu. So if you ask the same Kwa hiyo question, kama utauliza swali hilo hilo, you must receive the same answer. lazima pia upokee jibu hilo hilo. What should I do to be saved? Nifanye nini ili niokolewe? I want to be saved. Nataka I niokolewe. have heard the word. Nimesikia I have to neno, believe. nimeamini. Now what should I do? Sasa nifanye nini? But nowadays, Lakini if people they ask such a question, leo kama watu watauliza swali hilo, they get different answers. watapata majibu tofauti tofauti. If you go to Catholic, Kama utaenda Katoliki, I want to get saved. nataka What niokolewe. should I do? Je, nifanye nini? They will tell you different Watakwambia. from what the Bible have said. Tofauti na vile Biblia ilivyosema. If you go to Pentecost, Kama utaenda you ask Pentekoste, them, I utawauliza, want to get saved. nataka They niokolewe. will answer you differently. Watakujibu tofauti na Why? maandiko. Kwa If nini? it's a biblical question, Kama ni swali la you kibiblia, must receive a biblical answer. lazima pia litoe na majibu ya kibiblia. And this must be the answer. Na hii lazima liwe ni This jibu. must be the answer. Hii lazima liwe ni jibu. Listen to the answer. Sikiliza jibu If you hapo. want to get saved, Kama nataka What should kuokolewa, I do? nini nifanye? what should I do? Nini nifanye? Today people they say if you want to Leo get saved, watu wanasema kama ukitaka kuokolewa, we should sprinkle water. tunabidi tukunyunyizie maji. Does the Bible say Je, that? Biblia inasema hivyo?
The answer is no. Jibu ni hapana. So if the answer is no, Kwa hiyo kama jibu ni hapana, it is still no. bado ni hapana. If the answer is yes, Kama jibu ni it ndio, must be yes. lazima jibu liwe Because ndio. Jesus Christ Kwa sababu Yesu Kristo is the same yesterday, ni yeye today, yule and jana, forever. leo na hata milele. Jesus will not change the answer. Yesu hatabadilisha majibu. If you ask Jesus, Kama utamuuliza Yesu, what should I do nini nifanye to get saved? ili niweze And kuokolewa, Jesus tells you, do this. na Yesu anakuambia fanya hivi. If another person comes to Jesus Kama mtu mwingine atakuja kwa Yesu on another time, katika wakati mwingine, ask Jesus akamuuliza Yesu swali lile lile, the same question, swali lile lile, Jesus must give the same answer. Yesu lazima ampatie jibu hilo hilo. It's not a changing God. Sio Mungu anayebadilika. Now listen, when they ask that question, Sikiliza, wakati ulipomuuliza swali they hilo, say, yeye alisemaje? Then Peter said then Peter said, unto them, he said unto them, repent. repent. This Petro akamwambia, tubuni mkabatizwe. is the first thing if you are coming to Jesus. Hili ni jambo la kwanza unapokuja kwa Yesu. Repent. Tubu. And that was the first sermon John had. Na hilo ndilo somo la kwanza ambayo Yohana alikuwa nalo. Repent. Tubu. Even you now, if you have not repented, repent. Kama hujatubu, tubu. Amen. This is the question, is the answer. Swali lenye majibu. That's the way I started. Ndipo When I nilipoanza. came I believed Jesus. Mimi nilipomwamini Yesu, The first thing, jambo la kwanza, repent. tubu. And if you thoroughly repent, Na kama umetubu kisawasawa, we expect you not to repeat the same thing. tunatarajia kwamba hutarudia jambo lile lile. That's the meaning of repentance. Hiyo ndio maana ya toba. If someone repents today, Kama mtu atatubu leo, and then a few days, alafu kwa siku he chache repeats or she repeats the same thing, atarudia kosa lile lile, she has not repented. hajatubu bado. Because to repent Kwa sababu kutubu means inamaanisha turn. kugeuka. If you are going this one, Kama ulikuwa unaelekea huku, tubu, you turn. unageuka. If you are moving this way, Kama unaelekea upande huu, repent. tubu, It means take the right way. inamaanisha chukua upande ulio sahihi. Then we say you are a repentant. Ndipo unasema kwamba wewe ni mtu uliyeomba toba, umetubu. Even Jesus, Hata Yesu, there are people he healed them, kuna watu ambao aliwaponya, and they told them, alafu wakamwambia sin no more. akawaambia kwamba usitende dhambi tena. Amen. Lest a worse thing come unto you. Chochote kichafu, Ukapatwa na jambo jambo baya. lolote baya. How many repented Ni when they came to wangapi church? wametubu wakija When they kanisani, believed the message? walipoamini ujumbe, When they believed Jesus Christ? walipomwamini Yesu Kristo? How many repented? Ni wangapi walitubu? Everyone repented. Kila mmoja alitubu. If you did not repent, Kama hukutubu, you did not believe. bado hukuamini. Christianity starts with repentance. Ukristo unaanzia na toba. Amen. That's one, even if you are a sister, Ndio maana hata kama wewe ni dada you get married na umeolewa, before the wedding. kabla ya harusi, If there is anything kama wrong, kuna kitu chochote ambacho you kiko makosa, repent to your husband. inabidi utubu kwa mume wako. When you come to Christ, you also Unapokuja kwa repent. Kristo, lazima pia utubu. Amen. So Peter told them, repent. Kwa hiyo Petro akamwambia tubuni. But today there are people who go to Christ. Lakini kuna watu wanakuja leo kwa Kristo, They say, no, I'm a Christian. wanasema mimi ni But Mkristo, they don't have a history of lakini repentance. hawana historia yoyote ya toba. That's even when we are going to baptize anyone, Ndio maana tunapotaka kumbatiza mtu we yoyote, must tell them to lazima repent. tuwaambie kwanza wabatizwe, To repent kutubu. first. Cha Then kwanza after you kutubu repented, And be and baptized, then be baptized. na kubatizwa, everyone. Everyone, kila mmoja, kila mmoja Uh-huh. In the name In of the- Jesus Christ. kwa In the jina name of lake Jesus Christ. Yesu Kristo. This is what I was looking. Hiki ndio nilichokuwa But nakitafuta. Jesus Lakini Yesu told them, aliwaambia baptize in batizeni the name of the Father katika jina la and Baba the Son na Mwana and the Holy na Ghost. Roho He Mtakatifu. told Peter was there. Alimwambia Petro, alikuwa yuko pale. Peter was one of the disciples. Petro alikuwa ni mmoja wapo wa wanafunzi. How many believe that Peter was one of the disciples? Ni wangapi wanaamini kwamba Petro alikuwa ni mmoja wapo wa When wanafunzi? Jesus was telling them, Wakati Yesu alipokuwa anambia Go nendeni, and baptize in the name nendeni of the mkabatize Father, katika jina la Son Baba, and the Holy Ghost, Mwana na Roho Mtakatifu. Peter was one of Petro the alikuwa ni disciples mmoja wapo wa who was wanafunzi there. ambaye alikuwa mahali But pale. now- Lakini sasa
after 40, almost 40 days, 40, baada ya less kama than 50 siku days. 50 hivi, Because when Jesus kwa sababu wakati Yesu alipofufuka he stayed there alibaki mahali for pale 40 days. kwa siku 40. So within those 40 Kwa hiyo days, katika siku hizo 40, when Jesus was speaking to his wakati Yesu disciples, alipokuwa akizungumza na wanafunzi one wake, of the things he spoke, jambo moja hapo ambalo aliwazungumzia people who will believe, baptize them in the name of the Father, Son, and ni Holy watu Ghost. kwamba watakaowaamini umbatize katika jina la Baba, Mwana na Roho But Mtakatifu. he told the disciples, Lakini but you have aliwaambia to go in wanafunzi, the upper room mnabidi muende katika chumba cha juu and seek the Holy na Ghost. mtafute Roho Mtakatifu. When the Holy Ghost will come, Roho Mtakatifu atakapokuja, then he will start ndipo ataanza implementing the commission I've given you. kutekeleza agizo. Now here the first time Peter is Sasa telling sikiliza, kwa people, maana ya kwanza Petro akiwa anawaambia Repent! watu, tubu and they get baptized na and baptized ubatizwe katika jina in the la name of the Lord Jesus. Bwana Yesu Kristo. Why not in the name of the Father? Kwa nini sio kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Hadasa, come. Again, Hadasa, njoo. I want people to be clear. Nataka watu waweze kulielewa. What is the name of your father? Jina la baba yako ni nani? What is the name of your father? Jina la baba What is yako my ni name? nani? Au jina langu ni nani? Sema yote matatu ya kwangu au mawili. What is the name of your father? Jefta Mvukai Sunzu. This is my name. Hili ni jina langu. So if I ask my daughter, Kwa hiyo kama nitamuuliza binti yangu, go and take the bread at the shop, nenda na ukanunue mkate dukani, but I don't give you money, lakini sikupatia, write my name there, I will go to pay. lakini sitakupatia hela, ila nitakuandikia jina langu. They will ask, who sent you to come to take the bread? Alafu dukani wakikuuliza, nani amekutuma uje uchukue mkate? My child will not say my father. Binti yangu hata sema baba. No, we want it. The name of your father. Hapana, tunataka jina la baba yako. Say Jefta Sunzu. Nasema Jefta Sunzu. So Peter, Kwa hiyo Petro, baptize in the name of the Father, batiza katika jina la Son Baba, and the Holy Ghost. Mwana na Roho But Mtakatifu. when Peter is going to Lakini baptize, wakati Petro anaenda kubatiza, repent everyone akasema of you, tubuni kila mmoja and wenu be baptized na in mbatizwe the name of the Lord Jesus katika Christ. jina la Bwana Yesu Kristo. So Peter Kwa hiyo Petro knew alimjua, what is the name of the Father. alijua jina la Baba ni nani, and the Holy Mwana Ghost. na Roho Mtakatifu. Today, Leo a lot of people, watu wengi, millions of people, mamilioni ya watu they have been blinded by the devil. wanapigwa upofu na adui shetani. They don't baptize in the name of Hawabatizi the katika Lord jina Jesus la Christ. Bwana Yesu Kristo. They say, I baptize you in the name of the Wanabatiza katika Father, jina Son, la and the Baba, Holy Mwana Ghost. na Roho Mtakatifu. Baptize in the name of the Batiza Father, Son, and the Holy katika Ghost. jina la Baba, Mwana na Roho We Mtakatifu. want that name. Tunataka hilo jina. What is the name Hilo of the jina la Father, Son, Baba, and the Mwana na Roho Holy Ghost? Mtakatifu ni jina gani? Baptize in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. Batiza katika jina la Baba, I Mwana na Roho baptize Mtakatifu. you Ninakubatiza in the name wewe of katika the jina la Father, Son, and the Baba, Holy Ghost. We Mwana na Roho want that Mtakatifu. name. Tunataka jina hilo. What is that Jina name? hilo ni jina gani? Malachi 4. Malaki 4 He has come amekuja and he reveals everything. na And he amefunua kila kitu na kuambia told us. And he told us na kutuambia the baptism ubatizo of the name wa jina of the Father, la Baba, Son, Mwana and the Holy na Roho Ghost Mtakatifu is equal ni to the sawa name of the Lord na Jesus jina la Christ. Bwana Yesu Kristo. It is wrong. Ni imejulikana, It is wrong ni makosa to baptize in the name Father, Son, and Holy kubatiza Ghost. katika jina la Baba, Mwana na Roho You Mtakatifu. must interpret that name. Inabidi ulitafsiri You neno must hilo, know that name. lazima ulijue jina What is hilo. the name of your father? Jina la baba yako ni nani? To me, my name of my father Mimi jina la baba yangu is Sunzu. ni Sunzu. That was the name of my father. Hilo ndio lilikuwa What is jina la the baba name of yangu. the president? Jina la rais ni nani? You have to know the name of the Inabidi ujue president. jina la rais. Today, Leo the name of the president jina la rais is Honorable ni mheshimiwa Dr. Daktari Samia Suluhu Hassan. Samia Suluhu That is the Hassan. name of the Hilo ndio president. jina la rais. And what is the name Na jina la of the Lord, of the Father, Son, and the Holy la Ghost? Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni Is the nani? Honorable Ni mheshimiwa Lord Jesus Bwana Christ. Yesu Kristo. So who was wrong? Kwa hiyo nani alikuwa makosani? Your priest
Ni kuhani wako or Peter? au Petro? Peter, people say, Watu walisema we want to compare Jesus tunataka kumlinganisha Yesu and Peter. na Petro. Then we see who is Alafu bigger. tutaona ni nani aliye You mkubwa. are using Unatumia akili zako za kawaida. Peter. Petro. Inside Peter. Inside Peter. Ndani ya Petro There was the Lord Jesus. kulikuwa na Bwana Yesu Kristo. So I tell you, Peter Kwa hiyo namwambia and Petro Jesus, na Yesu they were the same. walikuwa ni mmoja. Sawa sawa. And the brother Branham Na ndugu Branham and Jesus Christ. na Yesu Kristo. Inside William Marion Branham. Saidia ndani Inside. In brother ndani Branham. ya ndugu Branham There was the Lord Jesus kulikuwa na Christ. Bwana Yesu Kristo. That's why brother Na Branham ndio maana told ndugu the Branham people, akawaambia watu before he was not even baptized, kabla hata hajabatizwa, he said, me, akaambia mimi baptize me in the name of the Lord nibatize Jesus ni Christ. mimi katika jina la Bwana Yesu Kristo. Even you, Hata wewe if you want to go to kama heaven, unataka uende mbinguni, there is Peter. wakati kuna Petro. If you want to go in the heaven, Kama unataka kwenda mbinguni where Peter went, ambako Petro you alienda, must baptize the way Peter lazima baptized. ubatizwe jinsi Petro alivyobatiza. If you want to go to heaven, Kama unataka kwenda mbinguni where Paul is, ambako Paulo yupo, you must baptize lazima in ubatizwe the name, where the same name, katika jina lile lile or the way au Paul namna ambayo Paulo baptized. ambaye alibatiza. But if you want to go in a different heaven, Lakini kama unataka kwenda kwenye mbingu tofauti which I don't know if there is ambao another mimi heaven, sijui kama kuna mbingu you nyingine, baptize different way. wewe tubatizwa kwa jina Now, jingine, Peter kwa namna nyingine. Sasa baptized, Petro anabatiza, baptized amebatiza in the name katika jina of the Lord la Bwana Jesus Christ. Yesu Kristo. Brother Branham Ndugu Branham baptized in the alibatiza name of the Lord katika Jesus jina la Christ. Bwana Yesu Kristo. I was Mimi baptized nilibatizwa in the name of the katika Lord jina la Jesus Bwana Christ. Yesu Kristo. Why? Kwa nini? Because that is the name of the Kwa Father, sababu hilo ndilo jina la Baba, and the Son, Mwana and the Holy na Roho Ghost. Mtakatifu. So what is the name Kwa of hiyo the jina Son? la Mwana ni nani? The name of the Son Jina la is the Mwana Lord Jesus ni Christ. Bwana Yesu Kristo. What is the name of the Father? Jina la Baba ni The nani? name of the Father Jina la is the Baba Lord Jesus ni Christ. Bwana Yesu Kristo. What is the name of the Holy Ghost? Jina la Roho The Mtakatifu ni name of nani? the Holy Ghost Jina la Roho is the Mtakatifu Lord Jesus ni Bwana Christ. Yesu Kristo. So the name of the Kwa hiyo Father jina la Baba and the Son na Mwana and the Holy na Roho Ghost Mtakatifu is the Lord ni Jesus Bwana Christ. Yesu Kristo. Say amen to that. Sema amina kwa hilo. If you don't say amen to Kama that, wewe useme amina kwa hilo, heavenly angels are saying amen to that. mbingu na malaika wanasema amina kwa hilo, But demon lakini mapepo cannot say amen to that. hawawezi wakasema amina kwa hilo, Though they know it is right. ingawa wanajua kwamba ni sahihi. So keep reading. Nitahubiri tu nusu saa. Hebu nitahubiri tu Hapa sijaanza kuhubiri. half an Wale hour. mnaojiandaa na mitihani Those who sijaanza are kuhubiri. preparing for the exam have not yet started to preach. Then Peter said unto them, Peter said unto them, Ndipo Petro akawaambia, repent tubuni and be baptized every one of you na mkabatizwe kila mmoja wenu in the name of Jesus Christ. katika jina la In the Yesu name Kristo, of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. that is the name we should be baptized. Hilo ndio jina ambalo tunatakiwa tubatizwe That nalo. is the name of the Father. Hilo ndilo jina la That Baba, is the name of the Son. hilo ndilo jina la Bwana, That is the name of na the hilo Holy ndilo Ghost. jina la Roho The Mtakatifu, Lord Jesus Christ. Bwana Yesu So Kristo. Jesus Christ Kwa sababu Yesu is the Father. ni Baba, Jesus Christ Yesu Kristo is the Son. ni Mwana, Jesus Christ Yesu Kristo is the Holy ni Ghost. Roho Mtakatifu. Sure. That's true. That's why Jesus said, Ndio maana Yesu akasema, if you love him, kama mtampenda he will come atakuja, and dwell with you. atakuja na atakaa ndani yenu, Even in, I will dwell with you. nitakaa pamoja nanyi, Even in you. hata ndani yenu. When he is in you, Anapokuwa yuko ndani yenu, he is the Holy Ghost. yeye ni Roho Mtakatifu. Sure. Amen. When Jesus is in you, Wakati Yesu anapokuwa ndani yako, he is the Holy Ghost. yeye ni Roho Mtakatifu. But when Jesus was above us, Lakini wakati Yesu anapokuwa juu he yetu, was the Father. alikuwa ni Baba. But when Jesus was with us, Wakati Yesu alipokuwa he pamoja was nasi, the Son. alikuwa ni Mwana. So the Lord, Kwa God hiyo above us, juu yetu ni Baba, God with us Mungu pamoja nasi is the Son. ni Mwana, God in us Mungu ndani yetu is the Holy ni Ghost. Roho Mtakatifu. So Jesus, Kwa hiyo Yesu he is God. ni Mungu, He was with us. alikuwa
Na He sisi was above us. alikuwa juu He yetu, was with us. yuko ndani And yetu, he is in us. na pia yuko pamoja the nasi. Father, Kama Baba He was above us. yuko juu yetu, As the Son, kama Mwana He was with us. yuko pamoja nasi, But with us, the Holy Ghost, lakini kama Roho He is Mtakatifu in us. yuko ndani yetu. Do you believe Jesus? Je, unamwamini Yesu? Jesus is not a part of God. Yesu sio sehemu fulani ya Mungu. No. Jesus is not a part of God. Yesu sio sehemu ya Mungu. Jesus is God himself. Yesu ni Mungu mwenyewe, It's not a part of God. sio sehemu ya Mungu. So Paul, Kwa hiyo Paulo, lead Paul now. I want to start preaching. Paul 19. Before I go to Matendo Paul, 19. before I start preaching. Now we listen Paul. Paulo Who was a disciple after Jesus was gone. ni mwanafunzi wa nani baada ya Yesu kuondoka? Mwanafunzi wa Yesu baada ya Yesu kuondoka. Because when Jesus was with them, Wakati Yesu alipokuwa pamoja nao, Paul was not a believer. Paulo hakuwa amemwaminio. He came to believe Alikuja kuamini when Jesus wakati Yesu was already in ambapo them. alikuwa tayari yuko ndani yao. So Paul, Kwa hiyo Paulo physically, kwa kimwili he was not there yeye hakuwepo hapo when Jesus told them, wakati Yesu alipowaambia, baptize in the nendeni name of mkabatize katika Father, jina la Son, and the Baba, Holy Ghost. Mwana na Roho Mtakatifu. Paul was not among Paulo them hakuwa miongoni mwao, because Paul came to believe kwa sababu later. Paulo alikuja kuamini baadaye. Is that amen? Hiyo ni amina. But if Paul Lakini kama Paulo had the same Holy Ghost, alikuwa na amepata Roho Mtakatifu yule yule, same Holy Ghost, Roho was in Mtakatifu yule yule Peter, ambaye alikuwa ndani ya Petro, he must do exactly the lazima same way afanye vile vile namna ile ile, because it's the same Holy kwa Ghost. sababu ni Roho Mtakatifu yule yule. And if the same Holy Na Ghost kama ni Roho Mtakatifu yule yule is in you yupo ndani yako and is in me, na pia yuko ndani yangu, he has to perform exactly the same inabidi way atende namna ile ile sawa because sawa, it's the same Holy kwa Ghost. sababu ni Roho Mtakatifu He yule is yule, the unchanging ni God. Mungu asiyebadilika. Paul, Paulo, listen. sikiliza, Chapter 9, mlango wa 19, Acts chapter 19. Matendo ya Mitume mlango wa 19. Read, my brother. Soma ndugu yangu. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coasts, came to Ephesus and find certain disciples. Ikawa Paulo alipokuwa Korinto, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. He said unto them, Have ye received the Holy Ghost since ye believed? And they said unto him, We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. And they said unto them, Unto what then were ye baptized? And they said, Unto John's baptism. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa batizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Then said Paul, Before you continue, Kabla hujaendelea, the main agenda, hilo jambo kubwa, the main concern of Paul, kitu kikubwa kuhusiana na Paulo, he wanted to know if alikuwa those anataka people, kujua kwamba watu hao whether they have received the Holy kama Ghost. walipokea Roho Mtakatifu. That was his Hiyo question. ndio ilikuwa ni swali lake. Have you received the Je, Holy Ghost? mlipokea Roho Mtakatifu Since you believe, tangu mlipoamini? you have been a Mimi believer. nimekuwa ni waaminio kwa karibu miaka mingi. Now have you received the Sasa Holy Ghost? je, mmepokea Roho Mtakatifu Since you believed, tangu mlipoamini? have you received the Holy Je, Ghost? mmepokea Roho That was the Mtakatifu? question he Hilo asked. ndio lilikuwa ni swali And alilouliza. that is the question I can impose to everyone. Pia hili ni swali ambalo naweza nikauliza kila mmoja wenu. You have been a believer Mmekuwa ni mwaminio for many kwa years, miaka mingi, maybe 5 years, pengine miaka 5, maybe 10 years. pengine miaka 10. For me is 32. Mimi ni miaka 32. 32 years. I've Miaka been a believer of 32 this message nimekuwa for 32 years. kwa muda wa miaka 32. Kuna wengi hapa na miaka 32 hamjafika. There are many here they have not reached 32 years. Na mchungaji ameamini mimi Even sijazaliwa. The pastor believed when I was not yet born. The pastor Yes. is a believer before he was born. Mchungaji alikuwa ni mwaminio kabla hata mimi sijazaliwa.
Lakini na mimi nashukuru kwamba kuna me, watu wengi I hapa na thank mimi God naweza that nikasema there nilikuwa are mwaminio kabla many hawajazaliwa. people that I can tell them that I was a believer when they were not yet born. Now, Sasa, so that was the question. hilo lilikuwa ni swali. And that comes to my message. Na hilo inakuja kwenye The ujumbe wangu. dynamics of this church Kuendeshwa kwa mitambo kwa kanisa hili is the baptism of the Holy ni Ghost. ubatizo wa Roho Mtakatifu. Being a message believer Kuwa mwaminio wa ujumbe is not enough. hiyo haitoshi. We need the dynamics. Tunahitaji kuendeshwa kwa mitambo. We need the power. Tunahitaji nguvu. We need a move. Tunahitaji mwenendo. A move of God. Mwenendo wa Mungu. You may be born ego. Unaweza ukawa umezaliwa tai. Ego. But if you are still ego, Lakini kama ni young ego, ni tai mdogo, still the devil bado shetani will kick you out. anaweza kukupiga But you are nje. the ego. Lakini bado But ni if you are tai. matured, Lakini ukiwa umekomaa, if you are matured, kama umekomaa, so we are talking about maturity this time. tunazungumzia katika kukomaa wakati Because huu. it is the harvest Kwa sababu time. ni wakati wa mavuno. And that is the difference Na between hiyo ni harvest tofauti time. kati ya wakati wa mavuno. At the harvest time, Katika wakati wa mavuno, the seed must mature. mbegu lazima ikomae. Whether it's a weed, Kama ni gugu, it must mature. lazima ikomae. Whether it is a wheat, Kama ni ngano, it must mature. lazima ikomae. Because at the harvest time, Kwa sababu katika wakati wa mavuno, every seed, kila mbegu, whether it's a weed or pengine it's ni a wheat, gugu ama ni ngano, it must come to maturity. lazima ije ikomae. And this is the harvest Na huu ni time. wakati wa mavuno. Everything must mature. Kitu lazima You kikomae. must be mature. Lazima You ukomae. can't be immature at the harvest Hauwezi time. ukawa hujakomaa katika wakati wa mavuno. That's why Na ndio maana the prophet is saying, Nabii anasema even the organization, hata madhehebu they will mature. watakomaa. Even the devil people Hata watu wa shetani will mature. watakomaa. And the God's people Pia watu wa will Mungu mature. watakomaa. The head will come to the body. Kichwa kitakuja kwenye mwili. And the Satan will also come to Pia its shetani body. atakuja katika mwili At wake. this time, Ndipo katika we wakati must huu have a move of two lazima tuwe heads. tuna mwenendo wa vichwa viwili. We must have a move of two heads. Lazima tuwe tuna mwenendo wa vichwa viwili. Christ Kristo with his body. na mwili wake. Satan Shetani and his body. na mwili wake. Everyone must come to maturity. Kila vyote lazima And vije that kwenye will kukomaa bring a kwake. showdown. Na hiyo italeta onyesho la tukio. At the maturity, Katika wakati wa kukomaa, can't bluff yourself. hauwezi Ukajipumbaza. You can't fool yourself. Huwezi ukajipumbaza. Is this a wheat? Hii ni ngano Oh, it is not a wheat. au sio ngano. At the maturity Katika time, wakati wa kukomaa, you cannot fool. hauwezi ukapumbazwa. You have to know Inabidi exactly. ujue kabisa This is the seed. hii ni mbegu, This is the wheat. hii ni ngano Or this is a weed. au hii ni gugu. You have to know at the maturity. Inabidi ujue katika wakati wa But kukomaa. during the growth time, Lakini katika wakati wa ukuaji you might not unaweza differentiate. usijue ukatofautisha. Sometimes it's difficult to Wakati mwingine ni differentiate. ngumu kutofautisha. There are weeds which they look like Kuna wheat. ngano ambazo zinaonekana kama gugu. For those who use Kwa wale watu ambao walikuwa wakienda, the pet, if you are growing rice, kama ukiwa kwa mfano unapanda mpunga, the pastor gave us. mchungaji alitupatia ushuhuda. He was given a seed to sow, Alikuwa amepewa mbegu kwa ajili ya kupanda. and they say this is the rice seed. Akamwambia hii ni mbegu ya mchele ya It's a mpunga. paddy, yeah. You just grow, and he Wewe went. tu ukapande. He went and Akaenda na they planted them, akaipanda hiyo mbegu thinking that is akifikiri rice. kwamba hiyo ni mpunga, But when it came to maturity, lakini ilipokuja kukomaa looking at them, akawaangalia, they were it was not rice. akajua kwamba haikuwa ni But mpunga. at the maturity, Lakini katika wakati wa kukomaa you can't go and harvest, huendi kwenda na kuvuna thinking that is rice, ukifikiri kwamba huu ni mpunga, why it is not rice. wakati sio mpunga. At the harvest time, Katika wakati wa you mavuno cannot fool yourself. hauwezi ukapumbazwa. And this is the Na huu ni maturity. wakati The bride must be the bibi bride. harusi lazima Ajulikane. ajulikane. If it is the bride, Kama ni bibi harusi, God will show this to the bride. Mungu ataonyesha kwamba huyu ni bibi God will harusi. bring the Mungu manifestation. ataleta madhihirisho. This is the bride. Huyu ni bibi harusi. We cannot